Furaha, vicheko na michezo ya hatari kwake ni kawaida. Simu yake na mtandao kwake ndivyo vinavyompa faida. Ushawishi wake na umri wake si jambo la kawaida. Kamera yake ndiyo tiketi kuingia mabara na mataifa. Si msanii wala mwanasiasa, lakini ana ushawishi mkubwa unaoweza kubadili mazungumzo ya dunia kwa clip moja tu. Huyu ndiye kijana ambaye wengi wanamuita mtu hatari zaidi katika dunia ya kidijitali. Anaitwa Darren Johnson Watkins Jr., lakini dunia inamjua zaidi kama IShowSpeed. Alizaliwa Januari 21 mwaka 2005 nchini Marekani na alianza safari yake ya mitandao kama kijana wa kawaida akicheza video games, hususan game la FIFA, lakini tofauti yake kubwa ilikuwa ni uhalisia wake. Hakujificha, hakujifanya mkamilifu. Alionyesha hasira, furaha, kushangaa na hata kushindwa moja kwa moja kupitia live stream. Ndani ya muda mfupi, clips zake zilianza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, zikimfanya kuwa gumzo duniani kote kwa namna ya uwasilishaji wake wa uhalisia. Kadri siku zilivyopita, IShowSpeed hakuwa tena mchezaji wa kawaida wa video games, bali aligeuka kwa nguvu mpya ya mawasiliano ya kizazi kipya. Kila anapowasha live stream, mamilioni ya watu hukusanyika kumtazama, na clip zake fupi huvuka mipaka ya bara, lugha na tamaduni, zikifikia vijana wa kila kona ya dunia. Ndiyo maana leo hii ana mamilioni ya subscribers na followers kwenye mitandao yake ya kijamii. Lakini swali kubwa linakuwa moja tu, kwamba kwa nini Afrika? Kwa IShowSpeed, kuja Afrika haikuwa safari ya kawaida ya utalii, bali ilikuwa safari ya kutafuta uhalisia, kuunganisha tamaduni na kukutana ana kwa ana na vijana aliokuwa akiwasiliana nao kupitia screen na mitandao ya kijamii wakati wa live stream zake. Ziara yake barani Afrika imempeleka mitaa kwa mitaa, sokoni na magengeni, na kwenye maeneo ya wazi ambako amekutana na mashabiki wake, akicheza nao, akicheka nao na kushuhudia maisha halisi ya vijana wa Afrika. Kupitia live stream zake barani Afrika katika kona mbalimbali alizopita kama Afrika Kusini, Zambia, Rwanda, Kenya, Eswatini na mataifa mengine kadha wa kadha, alivutiwa na michezo kadha wa kadha ya kitamaduni. Alionekana na kucheza nao kwa namna alivyoona inafaa. Alivutiwa na uzuri wa bara la Afrika, na Afrika imeonekana kama bara la vijana, nishati, ubunifu na matumaini. Ndani ya siku chache tu, idadi ya watazamaji na subscribers wa IShowSpeed imeongezeka kwa kasi kubwa. Lakini zaidi ya namba, ziara hiyo iliweka vijana wa Afrika kwenye ramani ya mazungumzo ya kimataifa na picha halisi ya dunia kwa Afrika, kwa mara ya kwanza wakijiona wakitazama moja kwa moja na dunia nzima. Athari ya ziara ya Afrika haijaishia kwenye mitandao ya kijamii pekee. IShowSpeed amethibitisha kuwa live stream si burudani tu, bali ni daraja la kuunganisha tamaduni na sauti za vijana duniani kote. Amebadilisha simulizi ya bara la Afrika kutoka kwa bara linalotazamwa kwa mbali, linalotazama kwa mambo hasi, linalotazama kwa mambo ya vita, linalotazamwa kwa magomvi na njaa barani humu, hadi kuwa bara linalozungumzwa na dunia kwa sauti ya pekee, bara linaloonekana lenye utalii la kuvutia na vivutio vingi katika kila kona ya pembe ya bara hili la Afrika. Nguvu ya IShowSpeed imeonekana zaidi kupitia clip moja iliyosambaa kwa kasi alipoulizwa swali rahisi wakati wa live stream yake, "Who is Ruto?" Ndani ya muda mfupi, clip hiyo ilifika hadi kwenye ngazi za juu, ikulu na uongozi nchini Kenya. Hatimaye Rais wa Kenya William Ruto alimkaribisha rasmi IShowSpeed nchini humo. Jambo IShowSpeed. Welcome to Kenya. Karibu Kenya. Kenya is not just another country. Kenya is a pulse. Kenya is home.
Alizungumza na kukutana na watu maarufu nchini humo, ikiwemo Goliati wa Gen Z, mtu anayetaja kuwa ni mrefu zaidi nchini Kenya. Alizunguka na kupita katika mitaa mbalimbali hadi kuibukia Masai Mara, akivaa mavazi ya Masai na kuonyesha utamaduni wa Afrika. Tukio hilo lilithibitisha wazi kuwa kijana mmoja mwenye simu na mtandao anaweza kuanzisha mazungumzo ya kitaifa na kimataifa kwa sekunde chache tu. Ndio maana Aisha Speed anaitwa mtu hatari zaidi katika dunia ya kidijitali, si kwa sababu ya uhalifu au vurugu, bali kwa sababu ya uwezo wake wa kubadilisha simulizi, kuunganisha mamilioni ya watu papo hapo na kufanya dunia imsikilize kijana mmoja. Simulizi ya kijana huyu inatukumbusha jambo moja muhimu katika dunia ya leo ya kidijitali, kwamba nguvu si umri, si cheo, wala si mamlaka ya kisiasa. Nguvu ni ushawishi. Aisha Speed kupitia safari yake Afrika ameonyesha kuwa bara hili si watazamaji tena wa dunia, bali ni sehemu muhimu ya simulizi ya dunia yenye vivutio na utalii wa kutosha. Leo akiwa bado kijana mdogo kwa umri, Aisha Speed ni zaidi ya streamer. Watu wanamuona kama alama ya enzi mpya za kidijitali, enzi ambayo ushawishi hauhitaji cheo, studio wala idhini, na enzi ambayo kijana anaweza kuunganisha mabara kupitia live stream moja bila kujali ukabila au udini.